الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، صلاة تشرح بها الصدور وتهون بها الأمور وتنكشف بها الستور، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور. وبعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi ambazo ametupa, kumtakia ziada ya rehema kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na amani, hatuna budi kutekeleza jukumu hilo kwa kuwa ni wajibu kwetu kuwa ni wenye kushukuru Mungu na kumrejeshea sifa njema na wenye kujitafutia thawabu pamoja na kufutiwa makosa kupitia swala ya Mtume. Alhamdulillah, tumo ndani ya Jumaa ya pili katika mwezi huu wa Ramadhani, Jumaa ambayo kwa muktadha ya mwandamo wa mwezi wa Afrika ya Mashariki tunahesabu kwamba ni tarehe 9. Jumla 11 hili la Ramadhani ya mwaka huu wa 1447 Hijri imebahatika kuwa na Ijumaa takriban 2. Kwa hivyo hatuna budi kuwa ndio kutekeleza wajibu katika Ijumaa kama hii, kwa kuwa ni siku tukufu, kukutana katika nyumba zake Allah zikiwa ni almasajid, kupeana nasaha 2-3 kama ibada sisi waumini wa dini ya Kiislamu. Tuna silsila ya mambo ambayo tulianza kuanzia Shaaban, tunaendelea nayo, lakini kwa munasaba wa hali hii ya mfungo wa Ramadhani hatutaacha kuhusia vidokezo ambavyo vitakuwa ni fawaid kulingana na ibada hii ya somo. Ibada ya somo ikiwa ni nguzo ya 4 katika nguzo za Uislamu. Ibada hii haikuja bure kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kufunga huku kwetu sisi kunakusanya mambo mbalimbali, ukiacha kwa maana ibada tutekeleza, pia vile vile ni kwa ajili ya afya za miili yetu. Ipo hadithi kwa Mtume Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadithi hii wapo ulama mbalimbali ambao wanasema kulingana na wale walioisimulia, basi daraja ya hadithi imekuwa dhaifu, lakini wamekubaliana kwa hadithi itapatikana katika kitabu cha Imam At-Tabarani, kinafahamika kwa jina Al-Mu'jam
al-awsat. Hadithi hata katika silsila dhaifa Sheikh Albani katika kuisimulia, lakini ni hadithi, wamekubaliana kwamba ni hadithi, licha ya kwamba wale wapokezi wake au wasimulizi baadhi katika wale walioibeba wanaonekana na daraja ambayo inasababisha ile dhaifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi hiyo asema sumu tasihhu, yani fungeni mpate afya na uzima. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, iliashiria wazi kwamba katika saumu, licha ya kwamba ni ibada ya wajibu kutekeleza kwa ajili ya Allah, basi pia inachangia kwenye afya ya binadamu. Tumekaisema kitambo sana, mpaka sasa ni karne 14 zimepita, tuko karne ya 15 tangu maneno haya yazungumzwe na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba katika saumu kuna afya, kuna kuchunga siha ya mtu. Hivi karibuni, baada ya teknolojia ya sayansi kwenda juu, kuna baadhi ya madaktari kutokea Japani, kutokea Marekani, katika nchi za Ulaya mbalimbali wamefanya utafiti wao mpaka wakagundua kwamba kumbe mtu kuweza kuchunga afya yake na kukwepa maradhi mbalimbali na kuepukana na sumu mbalimbali na kuimarisha afya ya moyo wake na viungo mbalimbali mwilini, basi ni kushikamana na kitendo cha kukaa na njaa. Wao hawakunena ni saumu, kwa sababu wengi wao katika hao madaktari waliofanya utafiti si waumini wa Kiislamu. Kwa hiyo hawakuinasibisha na saumu, inasibisha na kitendo cha njaa, kwamba katika njaa wamegundua kwamba kuna kulinda afya ya mtu, afya ya moyo, kuepukana na sumu mbalimbali mwilini. Allahu Akbar. Ni juzi mpaka waliokuwa mwanzo kufungua jambo hili na kulifikisha katika bunge lao la afya, Allahu a'lam, wabahatika kupewa tuzo kwa kuvumbua kitu ambacho kikubwa mno katika kulinda afya za watu. Wapewa tuzo, hali ya kwamba Mtume kayanena maneno haya kwamba katika saumu na afya tangu karne zilizopita. Wao wanakuja kuvumbua juzi, na kwa itifaki ya matalibu wote, mtu kuwa na tabia ya kujinyima kula kwa muda kuanzia masaa takriban 16 unasaidia sana kulinda afya yake. Wakati hayo masaa wanayataja, sisi tufunga nusu ya siku mchana mzima. Allahu Akbar. Wanafungua kitu ambacho tayari kwenye maandiko tumeelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba katika saumu kuna afya, kuna kulinda siha zetu. Lakini kulinda siha huku faida yake hasa itapatikana endapo kama tutachunga takriban nyakati mbili tukizichunga, basi saumu zetu zitatusaidia katika kulinda afya. Itakuwa ni ibada pamoja na kwamba kulinda siha. Inategemea hizo nyakati mbili, kile ambacho kinaliwa kabla na baada. Pia hivi vitu vinazingatiwa kabla ya kufunga na baada, kwa sababu kuna kitu cha ifadamu. Mtume kasema ni sunna kubwa mno damu, lengo na shabaha iweze kumshikilia mtu kwa muda wote ule wa saumu, asiweze kupata na madhara tofauti.
hata akiwa mwenye kufanya kazi mbalimbali. Kwa hiyo katika chakula kile ambacho kinaitwa damu inategemea na mtu ulaji wake na sampuli ya vyakula, na baada ya saumu, kwa maana kwenye kufuturu pia inategemea aina gani ya chakula anakula ili kupata manufaa na ladha ya ile saumu ambayo kwamba anaifunga pamoja na matunda yake ya kulinda afya. Kwa zingine watu tuna desturi ya kuwa na kujengea mazingira ya hofu kwamba labda nisipokula damu naweza nikazoroteka hapa katikati, saumu itanionea. Sasa kwa kuogopa kitu kama hiki, mtu anaandaa damu la kisawasawa, chakula madhubuti kimejaa carbohydrates tele, Allahu Akbar, akijaza kwenye tumbo lake, basi mchana mzima hahisi saumu, hajui ladha ya saumu ni kama anaipomwa saumu, hatujui. Allahu a'lam. Katika hali hii kuna manufaa ya ile saumu tutakuwa tunayakosa kama tunapojaza matumbo damu strong ili kwa saumu, tutakosa ile manufaa ambayo tukasema sumu na siho yatakosekana. Na baada ya saumu, saa zingine mtu kama alihisi kadha fulani katika saumu, basi kwenye kufungua ama kufuturu tuna desturi kulingana na zama za kisasa kutumia vitu mbalimbali, hususan hivi vitu vya haraka upesi vya kamba vyenye mafuta mengi kwa ajili ya kurudisha saumu. Pia kutumia vinywaji baridi sana, hivi vitu pia vitatunyima yale manufaa ya kwenye saumu, kwenye sumu utasihi. Kama desturi kwa kula mara kutumia vitu vyenye mafuta mengi sana baada ya saumu, vitu ambavyo kwamba vina baridi kali sana baada ya saumu, basi ile manufaa ya kwamba saumu utasihi hayatapatikana. Lazima tupunguze desturi kama hii ili saumu ambayo Mtume kasema ni afya kwetu tuweze kuona manufaa yake kweli, na kufanya hivyo tutahisi ladha ya saumu kweli na manufaa katika afya zetu. Katika silsila ya maudhui ambayo tulikuwa tunaendelea nayo ni yale maswali matatu ambayo Mayahudi walikusanyikana kutokea Madina kipindi Mtume kwa Makka kwa kuombwa na Makureshi waliokuwa si Waislamu kipindi hicho, kwenda kuuliza Mtume maswali ya challenge kuthibitisha utume wake. Sasa katika ile majibu yaliyoteremshwa kwenye Qur'ani, swali la tatu ilikuwa ni kuhusu mtu alotufu au alozunguka karibia maeneo yote ya ardhi yakiwemo magharibi, mashariki, kaskazini. Walimuuliza Mtume, kama kweli yeye ni mtume, tuambie ni mtu gani huyo, kwa sababu alitokea enzi za Banu Israila na ni maajabu makubwa kwao. Sasa Mtume ndio kufahamishwa na Mwenyezi Mungu akawaambia ni Dhul-Qarnaini, ndio akaanza kuwasimulia kwenye Qur'ani habari yake, kuonyesha kwamba kweli anapokea wahi kutoka kwa Mungu. Sasa tulipokuwa tukimweleza huyu Dhul-Qarnaini juma iliyopita, kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, tulianza kutaja sehemu ya kwanza ambayo alielekea huyu Dhul-Qarnaini kwenda kutekeleza agizo la Allah kwamba afikishe maneno ya Mungu kwa kuwalingania waja ambao mitume mbalimbali walikuwa hawajafika katika maeneo yao. Alianza na sehemu ya magharibi na tukaeleza sehemu ya magharibi ukilinganisha kulingana na historia inataja katika miji ambao alitembelea ni magharibi mwa China, katika miji ya magharibi mwa China, na zipo riwaya pia zikitaja katika kitabu cha Imam Tabari kuhusu habari hii kwamba alizidisha hapo mpaka akafika upande wa bahari ya Khazar, bahari ya Qazwin ambayo sasa hivi inafahamika kama Caspian Sea, iliyopakana na ardhi ya Russia, ardhi ya Azerbaijan, ardhi ya Irani
ardhi mbalimbali takriban nchi 5 imepakana nazo, ikiwemo Turkmenistan na Kazakhstan pia. Wao wanasema kwamba alifika mpaka huko wakati alipokuwa akitekeleza agizo la Mungu upande wa magharibi wa miji hiyo, na alipoondoka baada ya kuwafikishia habari ya Mungu waliotaka kumzuia au kumpinga, alipopambana nao na kuwashinda, basi walirudi katika taa, na pia walimuunganishia watu kumuongezea kama jeshi na kuweza kuendelea na safari yake ya kulingania watu mbalimbali ulimwenguni. Qur'ani baada ya upande huo ikataja kwamba thumma atba'a sababa, Dhulqarnain baada ya kuondoka huko kisha akafuata njia na ishara katika ardhi zinazomwelekeza kwamba kule anapoelekezwa na Mungu kwenda ni upande gani na atumie njia gani. Sasa akazifuata hizo ishara na hizo njia, yeye na jeshi lake wakiwa nyuma yao wanalindwa na kiumbe katika viumbe vya Mwenyezi Mungu, giza, nyuma, kulia na kushoto. Walizungukwa na giza kuwalinda ili adui hata asiweze kuwafuatilia na kuwaona, na mbele yao wanaongozwa na kiumbe katika viumbe vya Allah, nuru au mwangaza, ili kuwaonyesha wanapokwenda kwamba kupitia njia ipi ili wafike sahihi. Sasa akafuata njia hiyo hatta idha balagha matli'a ash-shamsi wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Kaendelea na safari mpaka alipofikia upande wa mashariki wa kuchomoza jua. Inapotajwa ni kama eneo ambalo jua linachomoza hapo, matli'a ash-shams, sehemu ya kuchomozea jua, inakuja kwa lugha hiyo, lakini ni lugha ambayo ni kulingana na macho ya watu vile watakavyoona, ndio lugha imetumika hivyo. Haina maana kwamba ni eneo maalum jua linachomoza hapo, kwa sababu kama tulivyotaja juma iliyopita kwamba mtu anapokuwa sehemu na huko aliko ni kama hakuna kijiji kingine anakiona, kumeshikana na mawingu, basi jua kama linazama au linachomoza atadhani linazama au kuchomoza kutoka eneo hilo. Kama ni bahari, utadhania ile jua ndio linachomoza kutoka kwenye bahari. Kwa hiyo kwa muonekano unakuwa hivyo, na Qur'ani imetaja jinsi ambavyo muonekano unakuwa. Kwa hiyo alipofika eneo ambalo kuna watu upande wa mashariki huko wanaishi, jua likichomoza wao wanaliona ni kama linachomozea huko, hakuna eneo lingine zaidi. Ambapo eneo kama hili, baadhi ya riwayati waliojitahidi katika ulama kukisia kulingana na upande wa magharibi kule alikokuwa, kuanzia huko Caspian na kuelekea, wanasema mashariki huko alipokwenda kuna afikiana au kunaonekana kwamba kama alifika eneo la ardhi ya Korea au Japani wakati huo, kufikisha hayo maneno ya Mungu. Katika ardhi ya Korea ama ardhi ya Japan ndiko ambapo wanaonekana kwamba kufika mashariki, kufikisha hayo maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huyu Dhulqarnain, wallahu ta'ala a'lam. Wengine wanajaribu kuelezea zaidi ya hapo, lakini hii ni kauli ya wale ambao wanajitihadi zaidi na kuona kwamba ina nguvu, kwamba mashariki huko ambapo kafika Dhulqarnain kuna muwafaka na kwamba kafika kwenye ardhi ya Korea au ardhi ya Japani. Alipofika huko kulingana na hizo zama, kwa sababu kuanzia Dhulqarnain mpaka leo hivi ni miaka zaidi ya 1400 ilipita. Kwa hiyo ni kitambo sana, kwa sababu alikuwa enzi ambazo hata Nabii Isa hana harufu ya kuzaliwa. Kwa hiyo ni kitambo sana. Alipofika huko sasa, kwa wakati huo wajadaha tatlu'u, amekuta kwamba
eneo kama lile lilofika, aliwaagizwa kwa kuna watu wakawalinganie, kakuta jua linachomoza ala qaumi, juu ya watu ambao Mungu kasema lam naj'al lahu min duniha sitra, yani watu hao hatukuwekea pazia wala kizuizi cha kuwakinga na jua. Ile eneo lilofika kunaishi jamii ya watu, lakini hakuna majabali makubwa makubwa wala miti ya kwamba inaweza kuwakinga na jua yenye vivuli. Na vile vile ardhi ile ya mawe iliyokuwa eneo lile, wakijaribu kujenga nyumba inashindikana. Yaani nyumba za kudumu inashindikana kabisa kwenye jamii kama hiyo, na wao wanaishi huko huko miaka yao yote. Baadhi ya riwaya ni Imam Tabari kasema riwaya hii, lakini haina nguvu sana kwa baadhi ya ulama, ila kainukuu tu kwa jitihada za baadhi waliosema kuanzia enzi za hao tabiina kushuka. Watu wale hawakuwa wanasitana kwa maana, kwa kuwa hakuna majabali wala miti yenye vivuli, na ardhi yao ya mawe ilikuwa hairuhusu kabisa kujengwa nyumba, basi walikuwa wanaishi kwa namna ya mazoea. Na pia jua kwa upande ule lilikuwa ni kali mno, linapochomoza basi linapunguza kweli. Sasa ukifika mchana, ukimbilia maeneo yenye maji na kwenye bahari na kujificha huko ili kuoza ule ukali wa jua. Jua linapozama, basi kuanzia jioni na usiku kwa ujumla, wao ndio wanapata nafasi ya kuzengia maisha na nini na nini. Hii riwaya Imam kutoka ikaitaja kwenye kitabu chake kwa munasaba hawa watu ambao Mungu kasema lam naj'al lahu min duniha sitra, yani hawana kizuizi kabisa wala sitara ya kuwakinga na jua. Kwa walikuwa kiishi hivyo, maisha yao yalikuwa ni usiku, mchana kwa kuwa jua ni kali na hakuna vivuli wala majumba, basi wanajisaidia kupitia maji na kwenye bahari kuingia kupunguza ule ukali wa jua. Bali riwaya nyingine ambao sasa hii ni jitihada mpaka baadhi ya ulama wa hivi karibuni wanasema hii inaonekana kwamba ina nguvu zaidi, ni kwamba wale watu maeneo yale jua lao ni kali mno, linachoma kweli, hakuna miti, hakuna majabali, na hata namna ya kujenga majumba madhubuti hakuna, isipokuwa kwenye vichaka vidogo ndivyo ambavyo wanatumia kujikinga na jua. Lakini kulingana na maisha ya eneo hilo, walizoea kiasi kwamba wanaishi hivyo bila kuzingia maisha yao pamoja na jua kali lote hilo maeneo kama haya, kiasi ambacho mgeni akifika maeneo hayo kwa jua kali ambalo linapatikana maeneo yale, anaweza akashindwa kuvumilia na kupelekea hata kuaga dunia ama kufariki. Lakini wao Mungu kawajalia kwa kuzoea hali ile, wanafanya movement zao vizuri kabisa. Allahu Akbar. Watu kama hao. Pia riwaya nyingine ni kwamba Dhulqarnain alipofika na jeshi lake maeneo yale, akawakuta hawa watu. Yasemekana kuna baadhi ya mifupa ya watu ilionekana maeneo haya. Walipoulizwa wakajibu watu wa eneo lile kwamba hiki ni kikosi cha watu ambao walikuwa na roho mbaya na sisi kutoka maeneo ya mbali mno, walipokuja kutukuta hapa walitaka kutushambulia au kutuvamia, sisi tukakimbilia baharini na nini, wao wakaweka doria maeneo haya. Matokeo yake jua lilipochomoza, basi walishindwa kuvumilia, walipojaribu kutoroka wengine walianguka na kufa. Lakini riwaya hii Allahu Ta'ala a'lam. Alhasil ni kwamba ni eneo ambalo jua ni kali na vizuizi hakuna, kama majabali na miti, lakini Mungu kawajalia watu wa eneo hilo wanaishi vizuri kabisa. Na hii inaashiria jinsi Mungu ambavyo anapompa
akimpa mja wake hali fulani, basi anampa na hali nyingine ya kuweza kufuata maisha yake. Yasemekana mtu akipewa kilema, basi anapewa na mwendo. Hivyo hivyo watu wanapoishi maeneo yenye baridi kali wanatengeneza mbinu za kupambana na ile baridi, na wengine wanapoishi maeneo yenye joto kali pia ile hali wanaizoea na mpaka wanaiona ya kawaida. Wengine wakifika ndio wanaweza kusumbuka. Hata juzi hivi karibuni, kama si mwaka juzi, kuna watu walifariki zaidi ya 1000 katika ardhi ya Makka wakiwa katika ibada haji. Walifariki kwa sababu haji ile iliambatana msimu wenye joto kali, na joto la maeneo ya kule Uarabuni lilikuwa ni joto la ajabu. Huko kwetu ikifikia degree 30 mpaka 33 watu wanalalamika joto kali. Sasa je, kama inafika mpaka degree 50 na kwaje? Ilivyotangazwa zaidi ya watu 1000 walifariki kwa sababu ya joto kali. Lakini utakuta kuna watu maeneo hayo wanaishi tangu wazaliwe na ile hali wameizoea. Maana Mungu anawatengenezea mazingira ambayo wanaweza kuishi hivyo hivyo na maisha yao yakaendelea. Na mfano wake hata baridi kali pia, wapo watu ndani ya Asia misimu kama ni ya baridi mpaka barafu kabisa. Ndani ya Ulaya misimu ya baridi basi ni baridi kweli mpaka barafu, hususan katika ardhi za Urusi hizo na ardhi zingine tofauti inakuwa ni barafu ya kweli kweli. Hata katika historia ya vita vya pili vya dunia, Hitler alipotaka kuivamia Soviet wakati ule, akitamani aliyomo ndani yake, akijiaminisha kwamba yeye ana uwezo sana, akachukua jeshi akaingia ndani kisawasawa katika ardhi ya Urusi akipambana. Mwanzoni alionekana kushinda, lakini msimu wa baridi ulipoingia, basi walianza kulemewa wanajeshi wake na kuganda kwa sababu ya baridi. Na hapo ndipo wanajeshi wale wa Kisovieti waliwashinda na kuwapiga kisawasawa mpaka wakaingia ndani ya Berlin huko Germany na kuishikilia. Allahu Akbar. Wao walikuwa mazingira ya baridi, maeneo yale wameyazoea. Hawa walipokuja hawajazoea, walishindwa. Kwa hiyo hali kama hii ya kuona kwamba Allah asema kuna watu Dhulqarnain alipofika kawakuta wanapoishi hakuna kizuizi cha jua, majabali, miti hakuna, na jua ni kali, lakini wana survive hivyo hivyo. Kawaida kwamba mazingira yale Mungu kawatengenezea, wameyazoea na wanaweza kusurvive. Alipofika huko Dhulqarnain, si kwamba Mungu kawasahau watu au hawatambui habari zake, bali Mungu kasema kadhalika na vivyo hivyo tulipotuma Dhulqarnain kwenda kwa jamii ya watu hao, waqad ahatna bima ladayhi khubra, sisi tulikuwa tuna habari na elimu ya jamii na watu kama hao kwa ukamilifu. Dhulqarnain akafika na kuanza kuwalingania, na kwa kuwa yeye alikuwa amepewa elimu ya kula kitu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyosema inna makanna lahu fil ardi, tulimwezesha, tulimpa nguvu na cheo, wa atainahu min kulli shay'in sababa, kapewa elimu ya kula kitu, ujuzi na nguvu na namna ya kufanya. Basi akafika huko na jeshi lake na wali survive, walitengeneza mazingira ambao na wao pia watakaa kwa muda hadi pale ambapo watakapowafundisha maneno ya Mungu watu kama wale, baada ya wao kukubali kurudi katika taa ya Dhulqarnain. Na baada ya hapo sasa ndio akaondoka Dhulqarnain yeye na jeshi lake ili kutekeleza agizo la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana kaelekezwa takriban katika pembe 4 za ardhi kwamba kuna jamii hawajafikiwa na maneno ya Mungu, ikiwemo sheria ya Taurati kwa wakati ule na Nabii Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam. Sasa upande wa mashariki akawa kafika Dhulqarnain kulingana na aya hii na akamalizana na kazi aliyotumwa na Allah. Baada ya hapo sasa Mwenyezi Mungu akasema thumma atba'a sababa. Alipomaliza akaanza kufuata njia kama alivyoagizwa na Allah na kufundishwa na kupewa ujuzi.
za kuelekea upande mwingine alipotoka huko, ambako baadhi ya akwali za ulama wanasema zinafikiana na ardhi ya Japan kule alipokuwa. Basi akaendelea kuelekea sehemu nyingine. Sehemu hii Mungu kasema hata idha balagha baina saddaini, aliendelea na safari mpaka alipofikia baina saddaini, ambayo hizi katika tafsiri za ulama wa tafsiri ni majabali mawili ambayo yalikuwa makubwa kabisa. Ndio Qur'ani ikataja kwa as-saddaini. Aliendelea safari mpaka kafika eneo hilo lenye majabali makubwa, majabali ambayo yani lile la upande wa kulia na la upande wa kushoto, jinsi yalivyotengeneza mazingira utadhani huko ni nchi. Upande huo yani kuna maisha ya watu na ni kama nchi kwa wao, na kizuizi kikubwa cha kuwafikia ni hawa majabali mawili. Katikati kuna mlango. Mlango huo ndio ambao wanaweza kautumia kujitoa maeneo hayo yenye ngome za majabali ambazo zimezunguka, wakaja upande ambao kuna watu wengine tofauti wanaishi. Kaenda mpaka kafika eneo hilo. Huko ndiko ambapo sasa kuna hawa ya Ajuj na Maajuj, na ndio sehemu ambayo Dhulqarnain alienda kuwazuilia. Kulingana na riwayati, sehemu hizo kuna akwali mbalimbali ambazo zimetofautiana kuhusu kwamba hawa ya Ajuj na Maajuj wanapatikana wapi kwa jiografia ya kisasa, na kile kizuizi kiko wapi, ni nchi gani hiyo, na alifanya nini huyu Dhulqarnain ili kuwazuia hao ya Ajuj na Maajuj, kwa sababu kule waliko kuja kufika upande wa watu wengine tofauti ni mwanya tu katikati ya ngome za majabali makubwa mawili, na huo mwanya wakiutumia wanafika vizuri sana. Na ya Ajuj na Maajuj tafahamu katika alama za kiyama, zile alama kubwa kubwa tunikasema kuna khuruju ya Ajuja na Maajuja, watatoka hawa ya Ajuj. Ni viumbe katika vitabu mbalimbali na historia kieleza kina al-Imam au al-Hafidh Ibn Kathir kwenye al-Bidaya wa Nihaya pia kataja ni viumbe ambao ni katika binadamu, sio majini wala wanyama. Wanasema ni katika binadamu au ya Ajuj na Maajuj, lakini wanakuwa na umbile tofauti na binadamu wa kawaida. Pia vile vile katika jamii ya viumbe wafupi au watu wafupi mno, hawana kimo kirefu, lakini wamejaliwa maumbile makubwa ya masikio, ambayo ni riwaya ya Imam At-Tabari kwenye Jami' al-Bayan wa Ta'wil aya ya Qur'an, kaieleza jinsi inavyoelezea habari ya hivi viumbe. Wana ukubwa wa masikio, wamejaliwa masikio makubwa kuliko kawaida, kiasi kwamba sikio moja linaweza kumfunika ubavu mzima. Aweza akalala kwa kutandika sikio moja akajifunika kwa sikio lingine. Hizi baadhi ya riwayati zinaeleza jinsi viumbe ya Ajuj na Maajuj walivyo. Allahu Akbar. Sasa hao ndio alipofika eneo hilo akawafanyia kizuizi au akajenga kizuizi Dhulqarnain. Insha Allah kwa tawfiki ya Allah tutakuja kueleza eneo hili la As-Saddaini alipofika Dhulqarnain kaptana kina nani na alifanya njia gani ili kuwazuia. Na tulisema tunapotaja habari hii hapo tutaona jinsi gani alitumia maarifa aliyopewa na Allah, maarifa ambayo ulimwengu wa leo ambao unaita ni ulimwengu wa maarifa, ulimwengu wa elimu, ulimwengu wa teknolojia, wanayasoma katika elimu ya chemistry. Basi karne hizo yeye katumia, na hakuna teknolojia, tutafahamu kwamba Mungu yupo kweli na Mungu anawajuza waja wake. Kwa machache tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe dini yake, akihifadhi vizazi chetu kutokana na vitimbi vya Wayahudi na Wazayuni kwa ujumla. Vile vile atuchanganye pamoja na waja wake wema
hapa duniani na kesho akhera. Atupe taufiki ya kufunga mwezi huu wa Ramadhani, vile vile tupate neema ya Lailatul Qadri ambayo ni bora kuliko miezi 1000. Amin.